Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, mambo vipi mtazamaji wa PMTV? Karibu kwenye PMTV Updates. Na kwenye PMTV Updates bwana, leo hii bwana ni kama tumeamka na wanalunyas, tumeamka na klabu ya Simba, tumeamka na wekundu hawa Msimbazi ambao hivi sasa wako njiani wakiwa wanaelekea nchini Mali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini wakati timu na benchi la ufundi ukiwa umesafiri kuelekea huko nchini Tanzania, yapo ambayo yanaendelea, na taarifa ambazo zimetufikia hivi punde kuhusiana na klabu ya Simba. Tunajua kwamba tarehe 30 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 ndio AGM ya klabu ya Simba, yani Annual General Meeting, ama kwa Kiswahili ama kwa mazoea wa Tanzania tumezoea kuita mkutano mkuu wa klabu ya Simba. Utafanyika tarehe 30 ya mwezi huu, na kuelekea katika mkutano huo kuna maelekezo maana ambayo yametoka kwa baraza la michezo nchini Tanzania, nikiwa naizungumzia BMT. Lakini pia taarifa hizi tumezinukuu kutoka kwa moja kati ya waandishi wa habari ambao inasomeka hivi: serikali kupitia baraza la michezo limetoa maelekezo kunatakiwa kuwa na maboresho ya kikatiba ndani ya klabu ya Simba, na Simba inapaswa kumtambua mwenyekiti wa klabu kuwa ndiye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, maana klabu ina umiliki mkubwa, yani 51%, na wawekezaji wao wakiwa na 49% pekee yake. Lakini pia serikali inataka kuwe na wawekezaji kuanzia 3, sio mwekezaji mmoja kama ambavyo inafahamika ndani ya klabu ya Simba. Serikali imeitaka katiba ifanywe maboresho ya kutamka bayana kuwa mwenyekiti wa Simba Sports Club ndio kiongozi mkuu wa chombo cha utawala ndani ya club, na hivyo awe na mamlaka ya kuitisha mkutano mkuu na wanachama, kwa kuwa masuala yanayojadiliwa juu ya wanachama na maelekezo ya club yanaathiri moja kwa moja maslahi ya wanachama. Mwenyekiti wa klabu ya Simba ndiye anatakiwa awe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Company Limited, kwa kuzingatia kuwa wanachama kupitia klabu hiyo ndio wenye umiliki wa hisa nyingi, yani 51%, na hivyo viongozi wote walio chini ya katiba ya klabu watawajibika kwake katika kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, katiba na kanuni zinazoiongoza klabu hiyo. Serikali pia imetaka kurekebishwa kwa matumizi ya neno mwekezaji ndani ya rasimu ya katiba, na badala yake itumike dhana pana ya wawekezaji, na iwe bayana kuwa baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama ndilo litakaloingia mikataba na makubaliano yoyote na wawekezaji. Marekebisho haya yanakusudia kupanua wigo wa uwekezaji wa kibiashara ndani ya club kwa maendeleo ya club na ulinzi wa maslahi ya wanachama kama miliki halali wa Simba Sports Club. Hiyo ndo haraka unaweza kaita wa amani kuelekea ndani ya klabu ya Simba, ukiwa unakaribia mkutano mkuu wa klabu ya Simba, kukiwa kuna wito kwamba mwenyekiti wa club ndio anatakiwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Yani kikizungumzika kama kikifanyika, yani sasa hivi Murtaza Mangungu anatakiwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi na sio Magoli, kama ambavyo rais wa heshima klabu ya Simba alivyomteua kwamba Magoli ndio atakuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, lakini pia Murtaza Mangungu yeye akibaki kuwa mwenyekiti wa klabu. Lakini kutokana na maelekezo ambayo wameyapokea kutoka BMT, ambayo inasemekana yanalenga maslahi mapana ya wanachama pamoja na kuilinda brand pamoja na uwekezaji ndani ya klabu hiyo, kwamba yani Murtaza Mangungu anatakiwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, kwa sababu upande anaotoka yeye ndio una hisa nyingi kuliko upande unaotoka wawekezaji. Je, unahisi hilo jambo litafanyika ndani ya klabu ya Simba, yani Murtaza Mangungu kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi? Unahisi kutakuwa kuna matokeo chanya ndani ya klabu ya Simba? Nafasi unayo kwa kuacha comment yako hapo chini, lakini pia hakikisha unapoacha comment usisahau kutembelea website ya pmbet.co.tz, kwa sababu huko watu waishi kushinda pesa peke yake, bali wanashinda pesa na magari. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.